Ni wakati wa Bwana kutenda kazi kwa watoto wake. Maana yake iko hivi, ni Mungu anatenda kazi kupitia wewe kukufanikisha. Kwa hiyo ni Zaburi 119 mstari wa 26. Zaburi 119 mstari wa 26. Tukasema Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 8, ukiwa nyumbani utasoma. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Mstari wa 1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa vita na kuna wakati wa amani. Maana yake vita vina kuwepo, lakini kuna wakati Mungu anaachilia amani, vita vinaondoka. Kwa hiyo kwa kila jambo na wakati wake. Sasa wakati huu, mwaka huu ni mwaka ambaye Mungu atafanya kazi kupitia mimi, kupitia wewe, ili kukupatia yaliyo mema. Zaburi 119 mstari wa 126. Mstari wa 126. Unaongeza moja tu hapa. Sasa ukiwa ukaenda ukasoma hizo nyakati, utaona nyakati hizo. Kitabu cha Nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 32 anasema, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Na kila aliyeokoka amepewa akili. Na hizi akili ni akili za rohoni. Kwa hiyo Nyakati, kitabu cha Nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 32 anasema, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli kuyatenda. Israeli ni Yakobo. Yakobo wakati anatoka kwa Laban usiku akakutana na Bwana mieleka, mpaka kuna pambazuka. Yule mtu anamwambia Yakobo, niachie. Anambia, sikuachii mpaka unibariki. Ndipo jina likabadilishwa, akamwambia, hutaitwa tena Yakobo bali utaitwa Israeli, maana yake mbarikiwa. Na sisi tangia siku tumeokoka tu wana wa Ibrahimu kwa imani. Kama ni mwana wa Ibrahimu, basi baraka zilizotamkwa kwa Ibrahimu zina flow kwako. Zile baraka ambazo Mungu ametamka kwa Ibrahimu baada ya kutii kumtoa Isaka, Bwana anambia anatambua sasa kwamba hakika unanipenda. Akatamka baraka nyingi pale zinaambatana na mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Na uwe jasiri kabisa katikati ya watu kusema mimi ni mtoto wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kama ni mtoto basi ni mrithi. Na urithi wetu unatoka kwa Mungu. Kwa msomaji wa kitabu cha Rumi 8 utakuta turithiwa baraka za Kristo. Kama ni mrithi, ili tuzifikie hizo baraka, Mungu amesema umefika wakati atende kazi. Ni mwaka huu kuhakikisha baraka alizotamka zinakuwa halisi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usishangae tu kibali kinakufunika. Pale kazini unashangaa kibali kikubwa kinakufunika.
pale kazini unashangaa kila anachokigusa watu wanabarikiwa. Kwa nini? Yupo anayetenda kazi kupitia wewe. Pale kazini wakinuka watesi na maadui kutengeneza maneno fulani ya kutaka kuharibia kwa bosi, utashangaa ukisimama tu mbele ya bosi yule, kuna kitu kinakuwa kiko ndani yako ambayo kinakutetea na kukupigania, unashangaa unavuka salama. Kwa nini? Bwana anatenda kazi kupitia wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Mungu akupe akili. Nasema Mungu akupe akili ya kujua majira, kujua saa ya kuijiliwa kwako na baraka. Yaani unajua ukianza kusikia watu wanaanza kuja kukuambia, ndugu yangu nikopee milioni 2, nikopee milioni 3, wakati mfukoni una 500, ujue sasa Bwana anaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Wameanza kuona kitu. Sasa usianze kusema mimi sina kitu. Utaharibu muujiza. Mwambie zipo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Anasema wakati umewadia Bwana atende kazi. Ni Mungu anatenda mwenyewe kulithibitisha agano lake. Sasa nikimbie kwenye Wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 29. Wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 29. Mungu akampa Suleiman. Mungu akampa Suleiman hekima, akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga uliopo pwani. Mungu akampa Suleiman. Kwa nini Mungu asitupe leo na sisi akili? Asitupe hekima. Mungu akampa Suleiman akupe afya, akupe furaha, akupe ulinzi. Mungu akampa Suleiman. Bwana atupe tunavyohitaji leo. Mungu akampa Suleiman hekima, akili nyingi na moyo mkuu kama mchanga wa bahari. Akili zinatoka kwa Mungu. Samueli wa pili mlango wa 11 mstari wa kwanza. Utakuta anazungumzia habari ya mwaka mpya. Na huu ni mwaka mpya, mwaka 2026. Mwaka mpya. Huu mwezi, sababu tunaelekea sasa kupokea. Hebu jitahidi kujenga tabia, kufunga masaa 12. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili usifunge. Jiandae mwaka mpya, kwa sababu tumetamka ni mwaka wa Mungu anaenda kufanya kazi, na shetani atajaribu kuzuia. Unakula tu jioni kwa sababu ya kuandaa gala. Unapofunga, tenga muda wa neno, tenga muda wa maombi, kuzungumza na Bwana. Maana hakika kama mwaka jana Bwana hajakupanua, mwaka huu Bwana atatenda kazi na wewe kukufanikisha. Maana kuna wakati wa vita, kuna wakati wa amani. Labda mwaka jana ilikuwa ni kipindi chako cha vita. Mwaka huu sasa ni kipindi chako cha kufurahishwa.
kipindi chako cha Mungu kushughulika. Daudi akawapeleka majemedari vitani, akabaki Yerusalemu. Shetani akampa kazi. Mwaka huu jenga tabia ya maombi, jenga tabia ya kusoma neno, jenga tabia, fanya kazi kwa bidii. Hata kama bado hujapata kazi, hebu amka mapema sana. Kama mtu anaenda kazini, oga vizuri, chana nywele vizuri, shati yako yule unayefunga vaa, piga pasi nyoke vizuri, suruali yako ipiga pasi vizuri, ngarisha kiatu chako hata kama kimechoka, ngarisha. Alafu sasa chukua dokumenti zako, anza kutembea, na kuambia utakutana na muujiza. Nasema utakutana na muujiza. Nasema utakutana na muujiza. Bwana asifiwe sana. Kama kilimo, nenda kalime. Tunasoma kitabu cha Mwanzo, tukazungumzia habari ya Isaka. Tukazungumzia Isaka, Mwanzo 26 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6, unaruka unasoma mstari wa 12 hadi wa 15, unaruka unasoma mstari wa 8. Isaka, Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa 6, unaruka mstari wa 12 hadi wa 15, unaruka mstari wa 18. Utakuta ushuhuda ambayo ni halisi. Huku kwenye Biblia hakunaga neno ambalo sio halisi. Kila kilichoandikwa ni kweli. Isaka anasema kipindi cha njaa, tena sio kipindi cha njaa ya Ibrahimu. Kumbe hata Ibrahimu alishapita kwenye njaa. Sasa ni kipindi cha mwanae anapita kwenye njaa, kwa sababu njaa ilikuwa kali sana kwenye nchi ya Wafilisti ambayo ndio amekuja kupewa. Akaazimu moyoni aende Misri. Mungu akamtokea akazungumza naye, ambaye usiende Misri, kaa kwenye nchi hii Gerari, hapa nitakubariki hapa. Isaka akasikia, akatii lile neno. Alipotii akapewa ufunuo ambayo ni akili sasa ya kuchimba visima, alafu akalima kilimo cha kumwagilia. Wafilisti wao walipoona mvua haipo, akulima. Kwa hiyo kipindi cha mavuno akavuna sana. Sasa alipopanda mbegu moja, ujue sasa Mungu alikuwa pamoja naye akitenda kazi. Mbegu moja alipopanda akavuna 100. Alipopanda akavuna 100. Biblia inasema akabarikiwa sana, akawa mtu mkuu. Kwa nini? Mungu anatenda kazi na yeye. Sasa akawa mtu mkuu, mpaka watu wa ule mji wakamwonea hivyo, wakamwambia toka katikati yetu, kwa sababu wewe una nguvu. Hawakujua hizo nguvu zinatoka kwa ambaye anafanya kazi ndani yake. Isaka alichofanya ni kweli ametoka, lakini katika kuzidishwa mpaka visima ambayo vya baba yake alipokufa vikafukiwa na Wafilisti, akafukua na vile visima vyote, alafu akaviita kwa majina yale ambayo Ibrahimu ameapa. Huu mwaka si ajabu unaweza kukuta mzazi wako alikuwa tajiri, alikuwa na majumba, alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini baadaye vile vitu vikafa, maana Wafilisti wamefukia. Mwaka huu Mungu anapotenda kazi kwa wewe, anakubariki na vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vimefukiwa
vinafukuliwa. Kama ni magari zinafukuliwa, kama ni majumba zinafukuliwa, kama ni fedha zinafukuliwa. Alafu Bwana Mungu anakufanya kuwa mkuu sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Ngoja nikupe ushuhuda wa babu yangu. Babu yangu kabisa anaitwa Ole Makuria. Ole Makuria. Sisi ni Ole. Kilime nikatumia Liza. Liza ni koo zile. Ole ni kutokana na babu. Lakini Wamasai wana koo nne tu. Kuna Molel, kuna Liza, kuna Lokumai, na kuna nani tena? Nani anisaidie? Kivuyo. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Bwana, jiji hapa nilikuwa nimewategea tu. Kivuyo. Na hao huyu Lukumaya na Kivuyo wametoka kwenye Molel kwa Liza. Sasa babu yangu alikuwa anaitwa Ole Makuria au Ole Ngorika. Alikuwa ni mtu ambaye ni mkuu. Kwenye miaka 60 alikuwa ana duka Moshi mjini. Alikuwa na akaunti ya benki. Unajua Masai alikuwa na kila kufungua akaunti. Unajua huyu alikuwa amebarikiwa. Alikuwa na akaunti, alikuwa na duka, alikuwa na nyumba 2. Na dada yake naye alikuwa na manyumba. Na dada yake alikuwa ndo tajiri, lakini alikuwa anasaidiana na babu yangu sasa huyu. Alikuwa amewanda. Moshi kule Mabogini alikuwa na shamba kubwa la kulima mpunga. Huku chini Moshi chini alikuwa na shamba kubwa kule kwenye miwa. Alikuwa tajiri. Ndio akaja huko Arusha kanunua mashamba. Lakini bibi yangu sasa alikuwa anamezaa watoto wawili tu, wa kiume na wa kike. Akafunga. Sasa kwa taratibu za zamani watu wanataka kuwa na watoto wengi. Akaoa mke wa pili. Mke wa pili akamzidi mke wa kwanza. Yeye akabaki Moshi mjini. Mke wa kwanza ndio bibi yetu kwa naye Arusha. Huko amegawa vipande. Babu yangu amefia Moshi mjini, aligongwa na gari akiwa na miaka karibia 90. Alikuwa anatembea na dumu fulani limewekwa nyama ambayo ile inachanganywa na mafuta. Naitwa osandiko. Mnajuaga hiyo lugha? Ile nyama inachanganywa na mafuta. Anafahamu ile mzee. Ile ukila mwili unajaa nguvu. Huwa hawali chumvi. Wazee wa zamani. Hawali chumvi. Alikuwa na nifani kama mianzi imekatwa ameweka hapa, imezungushwa ushanga. Yeye alikuwa akifungua ile, kulikuwa na hii tumbaku ameweka na magadi kama mawe, ndiye anatafuna anaweka magadi. Lakini alikuwa na nguvu, yeye anazunguka binadamu. Alipokufa mali zote zikachukuliwa na upande wa mke mdogo zote. Kwa hiyo sisi tulelewa tukiwa maskini kabisa. Maduka, fedha, kila kitu. Sasa kipindi cha kufukua mashimo, baba yangu kwa sababu alifahamu masuala ushirikina, aligeuzwa kwa kichaa. Alipopona akakataa kwenda kugusa mali zote, akabaki. Tulikuwa tunakaa nyumba moja ya mviringo imeezekwa na makuti. Makuti iko hivi. Nani anafahamu mgomba? Mgomba unakuwa ni mkubwa hivi. Sasa kuna zile za mgomba ndio wanazitoa zile, wanazianika, zinafungwa, ndio inawekwa kwenye nyumba. Simwesi ameshaona hicho kitu. Mama mchungaji anafahamu. Bwana apewe sifa sana. Ile nyumba ili ipendeze sana, wanakandika asubuhi na yale mavi ya ng'ombe. Yale ambao wanafagia ndio wanakandikia nini? Nyumba.
Sasa ile nyumba ilikuwa ina vyumba vingapi? 4. Chumba cha kwanza ng'ombe wale wa maziwa. Ng'ombe wakubwa wakubwa wale wanakaa nje. Wale wa maziwa wale wanakaa ndani. Chumba cha pili kuna kondoo. Wale kondoo watoka nje. Wanafugwa kwa wananenepa sana, mikia inagusa chini. Ndio wanakula wale mama wanaojifungua. Huku sasa hivi watu wakijifungua hata mama ugutu si kama amechinjwa mbuzi. Bwana asifiwe sana. Hata mke wangu sikumchinjia, mtoto wa kwanza tu ndio nimemchinjia. Anakula kondoo, mkia unaburuta chini. Lazima apate yale mabora mafuta. Asubuhi anakunywa yote. Anakaa tena muda fulani anakunywa tena yote. Yaani akitoka kwenye uzazi utafikiri amewaka. Kama ni mweusi ni ule uso wa kung'aa, kama ni mweupe yaani hakuna lotion. Wale kondoo wakitoka ndo wanabadilishana na ng'ombe. Bwana asifiwe sana. Chumba kingine ni mama na watoto wa kike. Chumba kingine ndi sisi wanaume sasa. Na vile vitanda ni miti inachimbiwa chini. Alafu inawekwa mabanzi, inawekwa majani, inawekwa ngozi. Ile ngozi ukikosea usiku, si unajua mnazunguka zunguka hivi, mko wengi. Ikijikunja hivi, ile ngozi ni baridi kuliko barafu. Ndio malezi tuliokuwa nayo. Wewe ukiniona navaa suti, ni kwa ajili tu Yesu ametenda kazi pamoja na mimi. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Lakini leo pale nyumbani tulikuwa tunabezwa na majirani. Leo pale nyumbani kila mahali ni tails. Na tuko Kariakoo. Na tunaishi na gari tunayo. Yale masimu yalikuwa yamefukiwa tumefanyaje? Yamefukuliwa. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Walikuwa majirani watubeza, nyumba ya udongo. Ukijenga room moja na sebule, ka sebule hivi tunaweka magazeti. Kakangu kwanza ameweka magazeti ya Mzalendo. Yeye anakuja na magazeti, kumbe ni kwa ajili anapiga ripu nyumba. Magazeti. Pindi cha msiba wa mdogo wangu simeenda nyumbani. Hakuna magazeti tena. Visima vile vimefukuliwa na Bwana. Na hivyo ndivyo Bwana anaenda kufanya mwaka huu. Bwana anaenda kufungua vile visima. Bwana anaenda kukubariki mtumishi wa Mungu. Zile baraka ambazo adui amezifukia mwaka huu Bwana anaenda kutenda kazi kuvirejesha vyote. Najua naongea tu unafikiri kama mzaa, wewe utaona kitu Mungu atafanya. Sababu nilimuomba Mungu, namwambia Mungu nipe kitu kwa ajili ya watoto. Haleluya. 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 Kwa hiyo nikwambie, fanya kazi kwa bidii. Kwenye hiyo kazi unayofanya sasa ndio Mungu anajifunua. Kwenye hiyo kazi unayofanya ndio Mungu anajifunua. Ukisoma kitabu cha Waefeso 3:20. Kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendaye kazi ndani yetu. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendaye kazi. Kuna nguvu ambayo ipo ndani yangu, ipo ndani yako, inatenda kazi. Kwa hiyo Mungu anasema imefika wakati, huu ndio muda, hii ndio saa, hiki ndicho kipindi cha Mungu kujifunua kwako. Na atafanya mambo ya ajabu mno kuliko yale ambayo unayoomba, kuliko unayowaza. Atafanyaje? Mungu akitaka kukubariki, kanuni za kawaida zinabadilika. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani ukisoma kitabu cha Ayubu vizuri mlango wa 42 utaona tu kipindi wakati wa Mungu sasa kutenda kazi na Ayubu. Kipindi cha machozi kimeisha, vita vimeisha, ni kipindi cha amani. Mungu alitumia wale
wale waliomkataa, wale waliombeza, wale waliosema huyu hatainuka, hao ndo akarudi kuja kumtuliza moyo na kula naye pamoja naye, wakileta fedha, wakileta na vipande vya dhahabu. Na kuambia hivyo Mungu alivitumia. Utajiri wa Ayubu ukarudi mara ngapi? Mara 2. Anayekuja ana mbuzi, anayekuja ana punda, anayekuja ana kondoo. Akakuta ana kondoo 14,000. Kwa hiyo vikarudi mara 2. Kwa hiyo Mungu kanuni yake ni ajabu sana. Kwa hiyo Ayubu akazidishwa. Kwa nini? Wakati wa Mungu atende kazi. Wakati wa Mungu akiamua kutenda kazi kwenye maisha yako, watashangaa watu. Kwani kuna nguvu inayotenda kazi kuliko unavyoomba, kuliko unavyowaza. Milango inafunguka tu, nashangaa inakuja. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11 hadi wa 17. Isaya 60 mstari wa 11 hadi wa 17. Malango yako naye yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Malango yako naye yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa, na ufalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujia wewe, mberoshi na mtidhari na mtiashuri pamoja, ili kupapamba mahala pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahala pa miguu yangu. Na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kuinamia, na wote waliokudharau watajinamisha hata nyayo za miguu yako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nao utajua kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi ya Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, badala ya chuma nitaleta fedha, badala ya mti shaba, badala ya mawe chuma. Tena nitafanya usimamizi wako wote wewe na amani, nao wakutozao fedha kuwa haki. Wote wasimamizi wako wote kuwa na amani. Kipindi cha Mungu anazuia mpaka roho ya uharibifu. Unashangaa mtendakazi wako ni mwaminifu, kila kitu unashangaa mtendakazi hagusi. Maana ni kipindi cha kujiliwa na Mungu, kubarikiwa. Anasema, anazungumza juu ya Lebanoni. Malango yako naye yatakuwa wazi daima. Maana yake ni mwaka huu mlango wa baraka, na akifungua hakuna wezaye kufunga, kwa sababu ni wakati wa Mungu umefika. Kwa hiyo akifungua mlango sasa, anaanza kuamuru. Anasema utukufu wa Lebanoni utakuijia wewe. Utukufu wa Lebanoni. Lebanoni ulikuwa ni mji mmoja wenye miti mizuri sana. Hiyo anasema mgirigashi, hiyo anasema mtiashuri, ni miti. Hata kipindi Sulemani alikuwa anajenga, alitumia miti ya Lebanoni. Maana yake miti ni kupambwa kwa Mungu. Mungu kukupamba. Anasema utukufu, anasema utukufu wa Lebanoni utakuijia wewe. Utukufu ni zile baraka za Lebanoni. Sasa zinaamuriwa zikuijie. Itakuijiliaje? Zinaamuriwa. Ile nguvu ndio inaamuru. Tusome Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Uone jinsi inavyoamuriwa. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28.
mstari wa kwanza hadi 13. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Ndipo Bwana Mungu atakapokutukuza. Ni Mungu anaamuru, lakini kuna vitu utakavifanya, ukivifanya Mungu anaingia kati sasa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Ipo nguvu inayoleta hizo baraka. Anaendelea kusema, utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Yaani ukiwa mjini unabarikiwa, ukiwa shambani unabarikiwa. Unapata akili ya kujua kitu cha kufanya. Mimi kuna kipindi nilikuwa naenda kuhubiri kule Chitego, ni porini sana. Watu kule ni mpakani mwa Manyara na Dodoma. Kule ni uchafu, ni ulevi, ni uzinzi, ni uchawi. Wako wagogo, wako wanguu, ndio wamejaa pale. Hakuna maendeleo. Alianzisha kanisa pale, akaanzisha Ufunuo. Maana wanapanda ni wavivu wa kulima. Wakipanda wanapanda kidogo, alafu wanapikia pombe. Yule bwana alianzisha kanisa pale, akaweka taratibu kwa washirika waliokoka pale. Kila mwaka lazima mshirika awe na eka 2 kima cha chini. Kwa vijana ambao ni wavivu. Kulikuwa na kijana mmoja, yeye hataki kulima. Tabia yake ni kutembelea nyumba kwa nyumba. Ndio maisha yake, kula chakula. Yule mchungaji akasema hivi, Kamuita akamwambia hivi, kama hutaki kulima, hutaabudu hapa. Akamwambia washirika, mkatieni eka 2. Kule mashamba ni mengi tu. Alafu msaidie kulima naye. Wakampa na mbegu. Lakini alikuwa anaumia sana. Aliona kama amebebeshwa mzigo mkubwa kweli. Kwenye kuvuna akapata gunia 16. Hizo pesa mwaka mwingine alilima eka 4. Hiyo kanisa, yule mchungaji akida Dar es Salaam anabeba tai za mtumba nyingi. Akawaambia wale vijana, Jumapili kila mmoja afunge tai na achomeke shati. Kwa hiyo Jumapili ile kanisa wakitoka nje wakiongea wote ni tai. Wazazi wakaanza kuambia watoto wao, kanisa zuri la kusali ni lile. Yaani jinsi walivyokaa, jinsi walivyolazimishwa kulima, wote sasa wakawa uchumi ni mzuri na tai wanavaa. Vijana wanakuja kwenye kanisa. Vijana wanakuja kwenye kanisa. Kijiji kimebarikiwa. Ametoka mwenyekiti kwenye ile kanisa, ametoka diwani kwenye ile kanisa, kanisa likabarikiwa. Wanajenga kanisa kubwa. Alafu kwa sababu alikuwa anaona sadaka hazipo, akaomba kijiji eka 20. Alianza 10. Baadaye akaongeza 20. Kila mwaka wanalima shamba la kanisa. Kila wakivuna wananunua vyombo, wanajenga. Sasa hivi wanajenga kanisa la ghorofa kijijini. Kijiji kimebadilika. Waliomba umeme umerudi, umeme umekuja. Maji alikuwa yapo, maji ilikuwa hakuna. Mimi ndio nilikuwa nikienda kama mgeni, napewa kale ndoo kadogo kale kalita 5. Ndio niogee. Kale kalita 5. Mwenyeji wangu alikuwa anaoga mara moja kwa wiki. Sasa hivi maji ni mengi, sababu kanisa limeenda pale. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ugali unakata kwa kisu. Ule ugali ukipigwa naye unaanguka. Sasa unafunga, alafu jioni unapewa ugali. Na huo ugali mboga yake ni vile viazi vya mviringo. Alafu wakivipika, hawajui kupika, wanakoroga hivi kama ugali tena. Ndio unakula naye ugali.
Kwa hiyo ilikuwa tukienda tunabeba nyanya zetu, tunabeba kila kitu, ndio tunakwenda. Halafu wanafundishwa kupika. Sasa hivi wanapika kuliko mjini. Bwana apewe sifa sana, kwani Bwana amewatembelea, amewabariki. Na sisi kuna kitu Mungu anatutembelea, atatubariki. Nasema Bwana atatubariki mwaka huu. Na kwa maana usianze kufikiria si umesoma mpaka la ngapi. Kanuni za Mungu za kubariki, hiyo ondoa hiyo. Ila kama unasoma soma. Sasa tunataka watu maprofesa hapa kanisani. Tunataka watu PhD. Tunataka wasomi. Lakini kama umesha umri umeenda na bado hujaenda shule, nakwambia utabarikiwa tu. Nasema utabarikiwa tu. Nasema utabarikiwa tu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataamuru. Mstari wa 4, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, uzao wa nchi yako, uzao wa wanyama wako, mifugo, maongeo ya ng'ombe wako, wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Elewa ni Mungu anafanya kazi nao watu. Yeye ndiye anabariki kapu na chombo cha kukandia unga. Kapu la mtu ambaye Mungu ameamua kutenda kazi kwake, ule kapu huwa alipungui chakula. Kapu la mtu ambaye laana iko kwake, akiweka unga sehemu, akila muda mfupi anakuta unga imeusha. Kapu ambalo limebarikiwa, unachota unga hauishi. Kwa sababu yupo Mungu asidisaye. Ndio ile mchungaji alikuwa anasema hapa. Yule mwanamke wa Sarepta. Yaani baada ya baraka Mungu kuingia kwenye ile familia ya yule mjane, kuanza kutenda kazi. Iko hivi, yeye alikuwa na konzi moja ya unga na chupa kidogo ya mafuta. Lakini Elia anamwambia nipe mimi kwanza. Maana yake kama ni chapati ni moja tu, walikuwa wagawane na mtoto. Na mafuta ndo haya yoyo. Alipotii ile neno, anapeleka chakula chote, maana ni kidogo. Elia amekaa anakula. Mama mjane amekaa hapo mlangoni anamwangalia. Na mtoto anamwangalia. Mtoto akasema huyu babu ana huruma. Lakini kuna wazo limemjia mtoto, nenda kachungulie. Alipoenda akachukua ile chupa, akakuta mafuta yamejaa full kwenye chupa. Akaja kumshtua mama yake. Mama njoo angalia ile chupa limejaa mafuta. Alipoenda, mafuta yamejaa. Mama ndiye akajua na alipoenda sasa kwenye pipa mafuta unga umejaa. Kwa nini? Mungu alikuwa akitenda kazi kwenye ile familia. Nasema pipa lile alikuisha tena, wala chupa ikukauka tena. Kwani Mungu alikuwa kwenye ile nini? Familia, kwa sababu wametii, wakampokea mtumishi wa Mungu, wakamlisha. Walimtanguliza Mungu kwanza. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Walimtanguliza. Mungu anatamani atangulizwe kwanza. Walipomtanguliza tu, ile nyumba hakuna umaskini tena. Na hata baada ya miaka 3 ile hatujasikia tena kama kuna uhitaji kwenye ile familia. Mungu akiamua kukubariki, baraka zinatembea kizazi hadi kizazi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Elewa hizo baraka zikiambatana wewe, unapobarikiwa unapoingia, hata mitego ya adui inaondolewa na Bwana. Mungu anapoamua kukubariki, anaondoa magonjwa. Mwaka huu hatutaki kusikia magonjwa. Mwaka huu hatutaki kusikia mtu analazwa hospitali. Mwaka huu hatutaki kusikia mtu mara UTI, mara typhoid. Mchungaji meenda waoni typhoid, hawaoni UTI, hawaoni tumbo nini, hawaoni vidonda vya tumbo vinasumbua. Nasema kuanzia leo kauka kwa jina la Yesu. Kauka magonjwa kwa jina la Yesu. Kauka kwa jina la Yesu.
mwaka wa Bwana kutenda kazi kwenye maisha yetu. Magonjwa yasitamko juu yetu tena. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Huo mstari wa 8. Anasema Bwana atayamuru baraka ije juu yako. Maana yake ni Mungu anahusika kuamuru, na ikija inakuja juu yako, na mambo yote utakayotia mkono wako atabariki yote. Maana yake ukipika chapati inabarikiwa. Ukiamua kuchukua karai ukachanganya mboga za majani ukaweka kichwani ukazunguka utabarikiwa. Ukichukua karai ukaweka matango ukaweka pilipili hoho ukaweka karoti ukachanganya vitunguu ukizunguka, Bwana anasema atabariki kila unachotia mikono yako. Atafanyaje? Hatabariki. Usichague kazi. Mwambie jirani yako usichague kazi. Ambao usichague kazi. Mama Epi angekuwepo angewaambia. Kwa hilo karai hilo la karoti, vitunguu, dagaa, anakaa kwenye nyumba yake sasa hivi. Hana tena yale makero ya kuambiwa kodi. Mara anagongewa kodi. Mara anaambiwa kuanzia leo wewe ndio utadeki choo, utafanya hamna. Mara ataambiwa kuanzia leo tunakuhamisha, umekaa sana kwenye nyumba hii. Unajua kwenye nyumba nao na vituko ukikaa sana nakwambia umekaa sana kwenye nyumba yangu, ondoka, nataka kubadilisha mpangaji. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kuna mtu amenifuata akaniambia, mchungaji, nimeambiwa nimekaa sana kwa ile nyumba ile mpangaji ananifukuza. Nikamwambia acha kufukuze ili upate hiki. Uanze na wewe kununua tofali moja moja. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo inasaidia. Nyumba za wapangaji ziko hivi. Anakupa ufunguo lakini ufunguo mwingine umechongwa. Wewe unaenda Kariakoo anafungua chumba anachukua vitu. Na huwezi kuongea. Mama Teve siku moja Mungu akaniambia hivi, mwambie huyu binti anaweka hela ndani. Na alikuwa mgeni. Nikamuita nikamwambia wewe unaweka hela ndani. Akaniambia mchungaji ndio. Na hela ya kodi ndio nimeweka hapo na hela na kamtaji chao nimeweka. Nikamwambia nenda katoe hela. Nenda katoe hela, kafungua account. Nikamwambia sema kufungua account. Alipotoa hela leo, kesho wakafungua chumba. Alikuwa amebakiza hela kidogo zikachukuliwa. Kama angekuepa angewaambia. Nilikuwa nashuhudiwa. Anaweka hela ndani. Toa hizo hela. Na ni mtoto mwenye nyumba anachukua, huwezi kumwambia kitu. Na Mungu anaruhusu ili uwe na akili. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usichague kazi. Wewe binti usichague kazi. Nenda kanunue korosho, uza. Tengeneza genge la matunda. Sasa hivi matunda yananunuliwa sana. Weka matunda hapo. Kata tikiti maji. Nenda kanunue nailoni pale Kariakoo. Unazungushia ile tikiti maji hivi. Haiharibiki. Mtu akipita unaona lekundu wananunua. Siku moja mzee David anasema alikuwa amefunga, akaona tikiti maji limefungwa hivyo, akatamani kufungua. Bwana asifiwe sana. Kitu ananiambia kula tu tikiti maji. Imekatwa vizuri. Imezungushiwa nailoni. Na kwa sababu Mungu anatenda kazi pamoja na wewe, unashangaa unauza. Unatoka. Kuna mtu alikuwa anatembeza, yeye ndiye alikuwa anauza mifuko na kuwasaidia watu wanaonunua mizigo. Anapeleka kwenye gari, analipa hela mfuko, anapewa na asante. Akakusanya mpaka akafungua kibanda cha nyanya. Leo ukienda kwake ana duka, ana hoteli, ana banda la mkaa, ana bodaboda. Tajiri. Lakini ameanza kubeba mzigo hapo wapi? Ilala. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unayeniona mimi nikiwa na miaka 10 nilianza kuuza mchicha. Sisi mchicha kule kwetu kipindi cha mvua ni mweupe. Uking'oa vizi yake mizizi mekundu.
tunafunga na hivi mafungo kama Giligilani unakuta inafungwa gapi. Tunaenda kwa Wahindi, Arusha Wahindi ni wengi. Chicha mami tunauza. Kipindi kile ukipata hela 7 unafurahi. Kulikuwa na senti 5, kulikuwa na senti 20, kulikuwa na senti 50. Sasa hivi hazipo. Ukipata hela 7 unafurahi. Ili upate tu kamkate, tunakwenda bakery. Ile mikate ambayo imekuwa migumu imengangania kwenye ile machuma, ndio tukatoe hiyo hela 7 zingolewe mikate mingi. Alafu sisi tunapoenda kuchunga ng'ombe tunadumbukiza kwenye maji. Maisha hayo ndio tulikuwa tunaishi. Baadaye tumeendelea kukua, tukaanza kwenda mapapai, malimao. Hiyo Giligilani tumeuza, meti tumeuza. Baadaye tumekuwa wajanja, ndio tunaenda kununua masanduku ya nyanya, tunapeleka mahotelini, tunauza kwa mizani. Peleka kwenye nyumba za Wahindi zote walikuwa wanazipanda. Zote. Baadaye akili ikaja, kibanda, duka, mchungaji. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akitenda kazi ndani yako, kila anachokigusa kinafanyaje? Kinabarikiwa. Tangu ukimwona mtu amebarikiwa, nyamaza kimya. Akianza kupa story yake, acha kabisa. Bwana apewe sifa sana. Na watu wanabarikiwa mwaka huu mpaka watasema ni Freemason. Hakuna cha Freemason hapa. Maana wakiona mbarikiwa, humu atakusema, lakini hela zake ni za Freemason. Wasi unaona anapobadilisha magari, wasi unaona nyumba anakuja. Sio Freemason. Kama ni Freemason, wasi una roho Mungu, utajua hizi pesa ni za nani? Za Freemason. Baraka za Suleiman zilikuwa nyingi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Soma Wafalme wa kwanza, mlango wa 10. Mstari wa 24 hadi 28. Mtu anisomee. Wafalme wa kwanza, mlango wa 10. Mstari wa 24 hadi 28. Tasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 24 hata 28. Neno la Mungu linasema, ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari 1,400 na wapandao farasi 12,000 aliowaweka katika miji ya magari, na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela, kwa kuwa mingi. Nao farasi aliokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake. Kila kundi na thamani yake. Sulemani akafanya fedha kuwa kama kokoto. Yaani Mungu alimbariki. Wafalme wanatoka nchi mbalimbali kuja kuishangaa hekima, akili, ufahamu wa Sulemani. Lakini wanakuja wamebeba zawadi. Wanabeba tausi, wanabeba nyumbu, wanaleta magari, wanaleta dhahabu, wanaleta mpaka silaha. Mfalme akabarikiwa sana. Mungu akiwa pamoja na wewe, kuna kitu anachokiweka kinachowavuta watu. Kwa hiyo Mungu akaweka mvuto fulani na kibali fulani. Sasa mpaka miti ya thamani ikaletwa, misepela, mierezi. Alafu alikuwa na wafanya biashara wake
amewanunulia magari. Alikuwa na magari 1000 ngapi? Magari 1000 ngapi? Magari 1000. Magari 400,000 magari ya Sulemani na wapanda farasi wake akawapa, ili wale wafanye biashara za Sulemani, walinde biashara zake. Mtu akibarikiwa, magari yanakuwa mengi, watendakazi wanakwenda huku na magari, na Mungu anawafunga wasiibe mafuta, wanakuwa waaminifu. Sababu Mungu anatamani kubariki, ni wakati wa kuijiliwa. Mungu anafunga ile mirija. Sasa watu wanatoka mbali, wamebeba kila anakuja mpaka Betisheba. Kaleta talanta za dhahabu nyingi, kaleta manukato ambayo hajawahi kuletwa na mtu mwingine. Wanakwenda tu kwa Suleiman. Kwa nini? Si kwamba ni wao, ni Mungu anatenda kazi. Sasa anataka kupeleka mtu sehemu, anawaleta. Ghafla Suleiman akabarikiwa mpaka Misri. Mwaka kwa mwaka walikuwa wanaleta utajiri. Kama ukiendelea kusoma, ukianza kwenye mlango wa 9, mpaka wa Misri walimtumikia Suleiman, mpaka Wakushi bara kwa bara wanamtumikia Suleiman. Lakini kwa nini? Ni Mungu amewagusa wale watu. Pili, Mungu akazuia vita. Mpaka alipokuwa mzee, moyo wake ukakengeuka, maana alioa wake wengi. Ndipo akamuinulia mtu anaitwa Yeroboamu, akaanza kumsumbua. Alipokufa Rehoboamu mwanae, alipomiliki sasa, vita vikaja. Yeroboamu akachukua makabila 10, yeye akabaki na kabila moja, kwa sababu ya agano Mungu aliweka na Daudi Yerusalemu. Lakini makabila 10 ikakatika, maana kulikuwa na nabii alipeleka ujumbe, lile vazi kapata vipande 10, kwambia Yeroboamu, wewe chukua vipande 10. Sasa kwa unabii akaja akatawala miji makabila 10. Kabila la Yerusalemu ndio ikabaki kwa ajili ya kumheshimu Daudi, mbia hutakosa mfalme. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Lakini baada tu ya Suleiman kuwa wake wengi, akawa mzee, akakengeuka, ndipo akanunuliwa maadui. Mwaka huu ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya kumcha Mungu. Bwana apewe sifa sana. Usifungue mlango ili ukainuliwa maadui, maana ni mwaka ambao Mungu atatenda kazi na wewe. Kwenye biashara atakuwa na wewe, kwenye kazini atakuwa na wewe, hata ukiwa mtumwa kama Suleiman. Suleiman ukisoma Mwanzo alipelekwa Misri kama mtumwa. Mtumwa aliyenunuliwa sokoni, alipwi mshahara. Kwa Potifa anafanya kazi, yeye chakula tu ndio mshahara. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Suleiman pale kwa Potifa. Biblia inasema vitu vyote akakabidhiwa Suleiman viwe chini yake, vyote kasoro mke wake tu Potifa. Na Yusufu anasema vitu vyote Bwana wangu ameweka chini yangu, hajui chochote ila chakula anachokula tu. Chakula anachokula tu. Kwa nini? Mungu alikuwa na Yusufu kule kwenye utumwa. Na kule Mungu akamuinua, akampa kibali. Baadaye akatupwa gerezani, maana alikataa kutenda dhambi, akukubali kumkosea Mungu. Alijua bila Mungu hawezi kufanikiwa. Akakataa matakwa ya mke wa Potifa. Sasa ametupwa gerezani, kule nako Mungu alikuwa pamoja naye. Yeye ndiye akawa anajua kila kitu store. Watakula nini hao? Wataishije hao? Kwa miaka aliyokaa kule gerezani alipata kibali sana. Baadaye Mungu akampeleka kwenye lile ambayo amelikusudia. Amekuwa mkubwa kutoka Farao ni Yusufu. Na kwenye ufalme, kwenye utawala Yusufu alipokuwa waziri mkuu, walifanikiwa sana, maana Yusufu alikuwa, Mungu anatenda kazi pamoja na Yusufu. Hata ile hekima ya kuwasamehe ndugu zake na kuwalisha na kuwanywesha
Akitii neno linasema mlishe adui yako. Mwaka huu huna adui, mlishe adui yako. Yule ile kuumiza mpe chakula, ile kuumiza mvike nguo, ile kuumiza hakikisha wewe unakuwa baraka kwake. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwaka huu achana na visasi, achana na moyo wa kubeba watu, samea aliyekuumiza. Mwaka huu wapende watu wote. Bwana asifiwe sana. Wapende watu wote, lakini usiwaamini watu. Usimwamini. Maana huwa mwanadamu anabadilika. Lakini umpende, umjali, umsamini, lakini usimwamini. Wa kumwamini ni nani? Mungu pekee yake, huwa habadiliki. Bwana apewe sifa sana. Kwa sababu wengi wameumizwa na wale ambao waliwaamini sana. Sasa sikwambii umchukie kwa sababu ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu. Ujue tu mwanadamu ana mapungufu yake. Anaweza akainuka leo ni mzuri, kesho akabadilika. Lakini hata abadilike, bado endelea kumpenda na kumjali. Wa kumwamini nani? Mungu peke yake. Na mwaka huu Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Utukufu wa Bwana utakuijia wewe. Wale waliokutesa watakuja kusujudu chini ya miguu yako. Wale waliokutesa watakuja kuhitaji chakula kwako. Bwana apewe sifa sana. Mungu atafungua milango. Malango ya Bwana yameshafunguliwa mwaka huu. Utashangaa unaendesha bodaboda, Mungu atakuinulia wateja. Na akikuinulia wateja, hiyo bodaboda unaendesha haitaanguka. Utapata ajali. Bwana asifiwe sana. Mungu atakuwa boma kukulinda. Anasema adui atakuja kwa njia moja, atatawanya kwa njia 7. Ni Mungu anawatawanya. Anasema hautakopa, bali utafanyaje? Utakopesha. Yaani mwaka huu tutakopesha. Nasema mwaka huu tutafanyaje? Mwaka huu tutafanyaje? Sasa usikamfuata jirani yako. Sasa nikopee, mwaka huu nakopesha. Kuna watakao kuja. Bwana asifiwe sana. Na kweli wakija zipo. Tutakopesha. Sisi tuliookoka ambao ni watoto wa Mungu. Kwa kweli muombe Mungu sana roho ya madeni iondoke kwa maisha yako. Madeni ni pepo kabisa. Na deni linamfanya mtu kuwa mtumwa. Bwana asifiwe sana. Madeni ni pepo kabisa. Na deni linamfanya mtu kuwa mtumwa. Una ujasiri kwa mtu anayekudai. Ndio maana saa nyingine kwa sababu ulimwahidi na hizo siku mwahidi hujaleta, una time, ibada ikiisha tu. Tena unakaa vitu vya nyuma, ibada ikiisha tu huyo. Maana siko kwa kiti cha mbele, una time. Inakufanya kuwa mtumwa. Mwambie Mungu kuanzia leo nakataa madeni. Mwambie Mungu nakataa madeni. Kama unadaiwa, Mungu afungue mlango ulipe hilo deni. Bwana apewe sifa sana. Yaani ulipe. Mungu afungue mlango ulipe hilo deni. Maana mwaka huu ni mwaka wa kukopesha. Sisi ndio tunakopesha. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Marko 16 mstari wa 20. Marko 16 mstari wa 20. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Bwana nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Mungu athibitishe hilo neno ambalo nimesema. Nasema Bwana alithibitisha hili neno ya kwamba mwaka huu Bwana atatenda kazi na watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusimame. Tusimame.
Sema Bwana Yesu, umesema wakati umefika utende kazi. Mwaka huu umesema utatenda kazi pamoja na mimi. Mimi ni mtoto wako. Mimi ni mtoto wako. Ile nguvu tenda kazi ndani yangu, itende kazi. Itende kazi kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu, kazini mwangu, biasharani mwangu, kwenye mashamba yangu. Bwana, tenda kazi. Tenda kazi. Milango ya baraka ikafunguke. Kapu langu la unga ulibariki. Tenda kazi Bwana. Tenda kazi Bwana. Tenda kazi Kristo kunipatia mema. Tenda kazi kunipatia mema. Mwambie Bwana atende kazi kwenye maisha yako. Atende kazi kwenye ndoa yako. Viko vitu ambavyo havikai vizuri kwenye ndoa yako. Mwambie Bwana atende kazi. Viko vitu ambavyo havijakaa vizuri kwenye afya yako. Mwambie Bwana atende kazi. Mwaka huu tunakataa magonjwa kwa jina la Yesu. Viko vitu ambavyo haviendi vizuri kwa watoto wako. Mwambie Bwana atende kazi. Atoe akili, awape akili, awape ufahamu watoto wako kwa jina la Yesu. Viko vitu ambavyo haviendi vizuri kwenye biashara yako. Mwambie Bwana atende kazi. Viko vitu ambavyo haviendi vizuri kwenye pale kazini mwako. Mwambie Bwana atende kazi kwa jina la Yesu. Milango ya kuajiriwa ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana milango ya kuajiriwa. Umefanya kazi kwa muda mrefu kibarua pale. Mwambie Bwana afungue milango ya ajira. Milango ya ajira kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya madeni na ikataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya magonjwa na ikataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho maskini na ikataa. Mwaka huu ni mwaka ambao Bwana utatenda kazi na watoto wako. Mimi ni mtoto wako Kristo. Ni mrithi wa baraka zako. Ni mrithi wa baraka za Ibrahimu ulizotangaza mwenyewe kwa jina la Yesu. Hizo baraka zitiririke juu yangu, juu uzao wangu. Yale vile visima vilivyofukiwa Bwana vikafunguliwe na wewe kwa jina la Yesu. Maduka yaliyofungwa yakafunguliwe. Magari ambayo Mungu amepotea yakarejeshwe. Kristo Yesu. Visima vilivyofukiwa mwaka huu vikafunguliwa Kristo. Ule utajiri ulioondoka wa wazazi wangu ukarejeshwe kwa jina la Yesu. Tenda Mungu wa majeshi. Tenda Kristo. Tena maana ni mwaka ambao umesema utatenda kazi. Tenda kazi Mungu. Napotoka tenda kazi pamoja na mimi. Napoingia tenda kazi pamoja na mimi. Kila ninachokigusa tenda kazi Bwana. Kuvibariki, kuviongeza, kuvizidisha. Kibali chako juu ya kanisa lako. Uwepo wako usipungue juu ya watoto wako. Wewe kuishi maisha ya uteule, ya kukutii, kulitii neno lako na kulitendea kazi. Naomba neema yako juu ya kanisa lako kwa jina la Yesu. Wabariki watoto wako. Wainue watoto wako Bwana. Wape kibali kazini. Wafungulie milango ya promotion kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiyo biashara ukaikuze, ukaiongeze kwa jina la Yesu. Hilo shamba ukalibariki, kinachokupandwa kiote Bwana. Hawa mifugo wabariki, watunze, magonjwa yasitokee kwa hiyo mifugo. Maana ni mwaka ambaye Bwana utatenda kazi pamoja nasi. Wewe ukiwa pande yetu, hakuna aliye tu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara. Basi mfuata nao. Thibitisha neno lako Bwana kwa ishara ya miujiza zinafuatana na watoto wako. Maana Kristo watatoka wakuone Kristo ukitenda kazi pamoja nao. Wabariki, wazidishe, wainue Kristo. Mabinti wetu, fungulia mlango, pata wema watokaye kwako.
vijana wetu, fungua mlango, pata mabinti wake watokaye kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoa magonjwa katikati yetu, ondoa roho ya mauti katikati yetu, ondoa roho maskini katikati yetu. Baraka zako Bwana zikatiririka katikati yetu. Yesu, roho ya mauti na ikataa, mauti na ikataa, mauti kwenye uchumi, mauti kwenye afya, kila kiungo. Natamka uwiso kwenye viungo vya watoto wako kwa jina la Yesu. Matumbo yaliyofungwa yakafunguliwe Kristo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Miradi iliyokufa ikafunguliwe Kristo, uliopanga kwa muda mrefu. Tenda muujiza, wamilikisha majumba yao Kristo. Tenda Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wanaokaa mbali wape usafiri, tena magari mazuri kwa ajili ya kuja nyumbani mwako. Tenda Kristo, aliyemilikisha Suleiman magari mengi, farasi. Bwana, wamilikisha watoto wako. Mungu, usafiri utokaya kwako. Tenda mfalme, wewe Mungu wa miujiza. Ibariki kanisa lako, liniwe kanisa lako. Asante, asante. Naweza kumshika jirani yako mkono ukambariki. Bwana atende kazi kwenye kila eneo kwenye maisha ya mtumishi wako. Karabashikorobosa rikasa kakakariamosai rekanabakoshikaraba lese namarakosia likarabokoshandaraba lekese kerikosikaraba. Oh Yesu, mafuta ya baraka, mafuta ya baraka, mafuta ya baraka atiririke, mafuta ya upendeleo juu ya watoto wako, mafuta ya neema. Roho Kristo, ufahamu wa kimungu, akili nyingi juu ya watoto wako, hekima itokaye juu ya watoto wako. Kwa jina watambue nyakati na majira, maana ni mwaka wa kuijiliwa na wewe Kristo. Watambue nyakati na majira, maana ni sasa wakati wa kubarikiwa, ni sasa wakati wa kuinuliwa, ni sasa wakati wa kutembelewa, ni sasa wakati wa kuinuliwa, ni sasa mwaka huu, wala sio mwaka kesho. Mwaka huu 2026